Welcome again. Karibu katika simulizi yetu pendwa kabisa ya kiumbe chenye spidi ya ajabu. Hii ni sehemu yetu ya 3 sasa. Karibu. Miaka imepita tangu Sonic na Tails na Knuckles waokoe dunia na janga kubwa sana aliyesababisha Robot Link. Sasa watatu hao wanaishi kama familia moja. Tom pamoja na Mido wanafanya mazoezi na wakilinda dunia, na kila mmoja ana nafasi yake kama timu. Sonic bado ana kasi ya ajabu kama ilivyo kawaida yake, lakini Tails ndiye mtaalamu wa teknolojia na Knuckles ndiye mpambanaji mwenye nguvu, lakini bila uoga na bila kujuta kabisa katika maamuzi yao. Wote ni wamoja na wote wanafanya kazi kwa kushirikiana, lakini bila wao kujua kuna siri inafichuka. Kwa zaidi ya miaka 50 nyuma iliyopita, miaka mingi iliyopita, serikali ya Marekani ilifanya mradi wa siri kabisa unaoitwa Project Shadow. Wanagundua kuna kiumbe cha ajabu chenye nguvu ambacho kisichoeleweka kabisa. Jina lake ni Shadow, maana yake ni kivuli. Shadow hakuna ambaye anayemweza. Alikuwa na nguvu nyingi zaidi na kasi kubwa zaidi ya Sonic, na uwezo wa kutumia nishati zaidi ambavyo hakuna mwingine anayeweza kutumia. Lakini kulikuwa na mtu mmoja aliyemfanya Shadow awe na moyo wa upendo, msichana mdogo aitwaye Maria Robot Link. Maria alikuwa ni mjukuu wa mwanasayansi mshauri General Robot Link. Maria na Shadow walikuwa ni marafiki wakubwa sana, wakicheka pamoja na wakitazama ndoto zao za kwenda duniani kwa amani. Lakini siku moja wanajeshi wanavamia maabara wakihofia nguvu za Shadow zisije kuathiri dunia. Katika vurugu hizo, Maria anapigwa risasi na kufariki hapo hapo. Kabla hajafa alimwambia Shadow aishi kwa ajili ya wema, lakini Shadow hakukumbuka maneno hayo vizuri. Kilichobaki moyoni mwake ni maumivu makubwa sana na chuki. Baada ya uvamizi huo, Shadow alifungwa katika kifungo cha siri muda mwingi, mpaka siku moja anafanikiwa kutoroka na kuanza kushambulia kituo hicho cha serikali. Hakuna anayeweza kumzuia, kila kikosi kinashindwa. Serikali inaamua kumuita Sonic na timu yake. Wanapofika kupambana naye, wanashangaa kabisa Shadow kuwa na kasi ya ajabu ni sawa na Sonic ama ni zaidi ya Sonic. Anaweza kutoweka na kutokea katika sehemu nyingine kwa sekunde chache ama kwa spidi ya ajabu kabisa zaidi ya umeme. Anawashinda Sonic, Tails na Knuckles bila shida kubwa kabisa, kisha anatoweka. Sonic anashangaa kwa mshangao wa ajabu, hajawahi kukutana na adui mwenye nguvu kama hiyo. Wakati huo huo, Dr. Robot Link bado anaishi, hajakufa. Kwa kujificha kabisa amepoteza kila kitu, lakini ghafla anakutana na babu yake Gerard Robot Link. Gerard Robot Link anaaminika alikuwa amekufa kwa miaka mingi iliyopita, lakini bado yupo hai. Gerard anamueleza Robot Link kuhusu Shadow na Project Shadow, na akisema sasa imefika wakati wa kulipiza kisasi kwa dunia iliyomuua Maria. Robot Link anakubali kushirikiana naye. Kwa upande mwingine, Shadow naye anaungana nao. Wanaamini binadamu wote wanastahili kuangamizwa. Robot Link, Shadow pamoja na Gerard Robot Link ambaye ni babu yake Robot Link, na mpango wao ni kutumia kituo kikubwa kabisa cha anga Chaos Emerald kuharibu dunia nzima. Sonic na timu yake wanaanza kufuatilia hilo, lakini kila wanapokaribia Shadow anashinda. Yani wanashinda kabisa kumshinda Shadow. Katika pambano moja, Shadow amemjeruhi Tom vibaya sana. Tom anakaribia apoteze maisha. Sonic anaumia sana. Kwa mara ya kwanza hasira zinamjaa, akataka kulipiza kisasi na anataka kumuua Shadow, lakini Tails na Knuckles wanajaribu kumwambia na kumzuia, lakini Sonic hasikilizi kabisa. Hatimaye wote wawili wanafika kwenye kituo cha anga. Gerard anaanza kuwasha kifaa kinachotumia nguvu kubwa kabisa ya Emerald kuangamiza dunia. Robot Link anaanza kuona ukweli na kugundua kuwa babu yake hajali, hata yeye mwenyewe pia hajijali. Anataka kuharibu kila kitu. Hapa ndipo Robot Link anabadilika na anaamua kumsalimu
kumsaliti babu yake. Gerard anaungana na Sonic. Wakati huo huo, Sonic na Shadow wanapigana katika mapambano makubwa kabisa kuliko yote. Ngumu zinazopiganwa humo ndani aisee ni hatari. Nishati ya Chaos inarindima. Hatimaye Sonic anatumia Chaos Emerald, anaanguka kuwa Super Sonic tena kwa mara nyingine, lakini Shadow naye anatumia nguvu hizo hizo, amekuwa Super Shadow. Sasa wote wawili wanapigana angani, yani Super Sonic na Super Shadow, lakini mmoja ana nguvu zinazoweza kuharibu kisayansi. Kadri mpango unavyozidi kuendelea, Sonic anamueleza Shadow kuhusu familia, kuhusu marafiki, kuhusu upendo na kila kitu, na kuhusu kuendelea kuishi hata kama bado umepoteza mtu uliyempenda kabisa kwa kumpoteza Maria. Shadow anakumbuka maneno ya Maria ya mwisho aliyemwambia siku ambayo anapoteza maisha, na anatambua kuwa hakutaka kisasi kabisa, na alitaka watu waishi na amani katika dunia. Shadow anaamua kubadilika sasa, yani anatubu ama kuokoka. Anaamua kushirikiana na Sonic sasa, lakini kifaa cha Gerard Robot Link tayari kishawashwa na hakuna muda kabisa wa kuuzima, yani washachelewa sasa, muda umeshapitiliza, too late. Shadow na Robot Link wanaamua kujitoa muhanga sasa. Maadui wawili wanaamua kuwa masteringi. Kweli adui ni mfanye rafiki. Wanatumia nguvu zao zikielekea mbali kabisa katika dunia. Mlipuko mkubwa unatokea angani. Gerard anaangamia, Robot Link naye anaangamia na kufa katika mlipuko huo. Shadow naye anatoweka. Sonic na marafiki zake wanarudi nyumbani, yani wanasalimika. Tom amepona. Familia yao inaungana tena kwa mara nyingine tena baada ya visanga vingi sana na matukio yaliyopita na vurugu kubwa. Sonic anatambua kuwa na nguvu kubwa kuliko zote si kasi, ni uwezo wa kusamehe. Sasa filamu inaonekana kuisha, lakini baada ya mwisho wote, Sonic anashambuliwa ghafla na jeshi la robot linalofanana naye. Kabla hajazidiwa, kuna kiumbe chingine kinakuja chenye rangi ya waridi, anayefika akiwa na nyundo kubwa na anamuokoa, anayeitwa Amy Rose. Kisha jina jingine linaonesha kuwa Shadow bado haijaisha, bado yuko hai. Hivi ndivyo hadithi inaacha na mlango wazi katika filamu inayofuata. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili kuwa mwana familia na kupata video za kila siku. Karibu. Hapa umefika kwa DJ Mswahili, utapata movie kali zilizotafsiriwa Kiswahili, za kuchekesha, za kutisha, action kali, bila kusahau animation za watoto. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.